Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Karibu tena katika wasaa huu ambao Mungu ametupa kwa ajili ya kushirikishana neno la Mungu. Leo hii tunaendelea pia katika somo nyingine, somo namba 5, ambayo leo tutaenda kujifunza kwa habari ya kufufuliwa kwa wafu. Tutakuwa pia nimeweka kwenye mabano kurudi kwa Yesu. Kuna uhusiano katika hivyo vitu vile katika hili somo. Kwa hiyo tunaendelea pia na somo lingine ambalo lipo katika yale mafundisho ya kwanza ya Kristo, ambao kila muumini wa kwanza anayekuja katika imani anatakiwa kupitia, kwa sababu inakuwa inaongea wigo mkubwa na mpana wa imani yetu. Shalom, shalom. Kwa hiyo leo tutaenda katika hii somo la kufufuliwa kwa wafu. Kwenye mabano nimeweka kurudi kwa Yesu. Ya somo lingine wakati ujao, Mungu akijalia, itakuwa ni hukumu ya milele. Kwa hiyo tutaenda kwa habari ya hili somo. Kusudi kubwa ni kwa habari ya kutoa maarifa. Mtumishi wa Bwana kama alivyotangulia kusema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo unapokuwa na maarifa bila kuwa na unabii, bila kuwa na ufunuo, tayari vitu vingi vya falme wa Mungu, vya mambo ya rohoni, vya mambo ya mwilini, na kuwa na wigo na mpana mkubwa wa kuelewa. Unajua unachotakiwa kufanya wakati wa sasa, uliopita na wakati ujao. Basi nukaribisha katika saa, mtumishi wa Bwana. Ningependelea zaidi uweze kufungua kwa maombi. Mimi tayari nishakwisha kuomba. Kwa hiyo utasimamisha hii video kwa muda mchache, alafu utaendelea. Basi naomba uchukue hatua. Amen. Basi tunaanza. Ili elimu ambayo tunaenda kujifunza leo inatoka katika Wakorintho wa kwanza, mlango ule wa 15 kuanzia mstari wa 12, tutasoma mpaka 58. Na pia tutaenda kuangalia na maneno Yesu anayozungumzia hii kuhusu kufufuliwa kwa wafu. Tunaipata katika Yohana mlango wa 5 kuanzia mstari wa 24 mpaka 29. Kwa ngoja nianze kwanza na Yohana 5. Bwana Yesu asifiwe. Mlango ule wa mstari wa 24 mpaka 29. Maandiko matakatifu yanasema, Amin, amin naambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin naambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Na akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea 28. Msistaajabia maneno haya, kwa maana saa yaja ambao watu wote walio makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naamini hapo tunapata utangulizi mzuri sana Yesu anapoongea kwa habari ya ufufuo na uzima, na pia ameongea kwa habari ya hukumu ya milele. Kwa hapo tutaanza kwa habari ya ufufuo wa uzima. Labda nianze kwa kufafanua kidogo mstari kwa mstari katika haya maandiko, kisha tutakuja katika Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 12 mpaka 58. Kule Paulo anaelezea kiundani haya maneno ya Yesu. Kwa hiyo kuna vitu vili, ufufuo na uzima, na pia kuna nyingine ufufuo na hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Ufufuo hukumu, samahani. Kwa naomba nianze hapo kuanzia ule mstari wa 24. Yesu anasema, hakika amin, amin naambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Shalom, shalom. Kwa hiyo kuna kitu cha ajabu Yesu anaongea hapo. Saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Kuna kipengele kinatokea, kiliwahi kujitokeza mara kwanza, ambapo Yesu Kristo alipokufa akafufuka kutoka mautini, yaani tunapoongelea siku ambayo sisi tunaisherehekea kama Pasaka. Ile baada ya siku 3, na tukio moja lilitokea la ajabu sana katika ufufuo wa Yesu. Palitokea tetemeko kubwa. Tunaambia kwamba katika ile ufufuo makaburi yakapasuka, watakatifu walionekana katika miji wakitembea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani hicho kitu ukione, ambapo
hawa watakatifu nao pia wakaonekana katika mji wa Yerusalemu, wakatembea katika ule mji na wakatembelea baadhi ya watu kama sitakosea, alafu kisha Yesu wakapaa naye. Haleluya! Kwa hiyo niseme tu kwamba mtumishi wa Bwana, kuna ufufuo ambao Yesu aliutaja hapa, ambao saa inakuja, na Yesu amesema hakika Yesu hasemi uongo. Yesu sio mwanadamu hata aseme uongo, ni mwaminifu, ni hakika, ni wa kweli. Kwa hapa nasema amin, amin naambia, unaona yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Kitendo mtumishi wa Bwana ulipompokea Yesu Kristo, Yesu anahakikishia kwamba siku ile ambayo itakapotokea tunapoitwa nyumbani, unaona mtapoitwa nyumbani, yani kifo kitakapokuwa kimekuja, huwa roho zetu, yani roho zetu na nafsi zetu zinajitenga na huu mwili wetu ambao Mungu ametupa, ambao leo hii tunautunza kila siku kwa kula, kufanyisha mazoezi, lakini ipo siku, yani tunaongea kifo, huwa mwili unajitenga na roho yake na nafsi yake, ambapo ikishajitenga huu mwili utabaki ardhini, utaenda kuoza, unaona, na baada ukishajitenga, unaona, ipo siku huu mwili utakuja kufufuliwa tena. Lakini kuna ambao watafufuliwa katika uzima wa milele, yani kuwa na Yesu Kristo katika uzima wake, watakuwa hai, yani watakuwa pamoja na Yesu. Lakini kuna wale ambao watakuwa katika ufufuo wa hukumu, yani watafufuliwa ili wakahukumiwe na Yesu Kristo moja kwa moja. Kwa hiyo tutaenda huko mbele, tutaziangalia vizuri sana hichi ambacho nimekizungumza. Kuna ufufuo ambao ufufuo wa uzima na kuna ufufuo wa hukumu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niendelea kusoma mstari mwingine, nasema wala ingii hukumuni. Kwa hiyo Yesu anaposema kwamba unapokuwa na uzima wa milele, ikifika siku ya hukumu, hatutaingia kwenye kuhukumiwa kwamba sisi wanatendaji makosa au watenda dhambi, au kwenda katika sehemu ambapo ni tofauti na mbinguni, panaitwa kuzimu au jehanamu, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ndivyo Yesu anavyosema. Kwa hatutaingia katika mauti, yani kutenga na Mungu moja kwa moja. Naomba niseme kitu kingine cha ziada. Tunapoongea kuhusu mauti katika ulimwengu wa roho, mtumishi wa Bwana, mauti katika ulimwengu wa roho ni tofauti na mauti katika mwili. Kama yosema hapo kwamba mauti katika mwili ni kujitenga na roho yako, roho nafsi itenga na mwili, lakini mauti katika roho ni kutengana na Mungu moja kwa moja. Tulipoanza somo la wokovu tulisema kwamba na watu tunasema na tulikuwa tumekufa kwa sababu ya makosa yetu. Hiyo ni kitabu cha Warumi. Unaona? Kwa hiyo tukawa tumewekwa mbali na Mungu. Dhambi inafanya mwanadamu atengane na Mungu. Kwa hiyo unapokuwa umejitenga na Mungu, huyo mtu hana uhai. Kutokuwa na Mungu ni kutokuwa na uhai. Kwa hiyo wote tulikuwa tumekufa kupitia hivyo. Hata Adam naye alionywa kabisa, siku kila matunda mti hakika utakufa. Siku akiacha kutii, yani kutii neno lake kwa kutokula ule mti, sio siku ya kala kwa kutoitii, atajikuta amehesabiwa kuwa mwenye dhambi, na hiyo dhambi ikamsababishia mauti na akafa kweli. Shalom, shalom. Kwa na sisi leo tunajifunza kipengele hicho mtumishi wa Bwana, kwamba mtu anatoka mautini anaingia uzimani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kunapokuwa unaitenga katika na Mungu, hicho ni kifo. Kwa hiyo unaweza kuwa uko hai katika mwili lakini umekufa katika roho, yani umejitenga na Mungu. Lakini unapokuwa hai katika roho, hata kama umekufa katika mwili, utakuwa na uzima wa milele, utakuwa umehama toka mautini umeingia uzimani. Ndivyo Yesu asabali amepita toka mautini kuingia uzimani, yani mahali Yesu alipo. Popote Mungu alipo, Yesu, Roho Mtakatifu na Baba, hapo kuna uzima. Lakini mahali ambapo Mungu hayupo, Yesu wala Roho Mtakatifu, hapo panahesabiwa ni kuzimu, hapo panahesabiwa ni mautini, hapo panahesabiwa ni jehanamu na moto. Mauti na kuzimu au na pamoja jana mtaongelea katika hiyo hukumu ya milele kwa kirefu sana. Lakini nitaigusia pia baadaye nikisoma katika Korinto. Naomba tuendelee. Mstari mwingine unaofuata asema amin naambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale isikiao watakuwa hai. Kwa hiyo kuna wale ambao nifafanue kidogo, naona hii saa iliwahi kujaga kipindi kile Yesu alipokufa. Biblia inasema katika Petro kwamba Yesu alishuka mauti kuzimu. Kwa hiyo niongee kwamba mtumishi wa Bwana kwa njia ya maarifa neno wa Mungu kusoma, kuna sehemu ambapo unakuta
inafafanuliwa kwamba watu zamani watu walikuwa wakifa, wote walikuwa wanaenda kuzimu, lakini kulikuwa kuna kuzimu aina mbili. Kulikuwa kuna kuzimu aina ya kwanza ambapo kwenye mateso. Ile kuzimu yenye mateso ni ile kuzimu ambayo katika ile habari ya Lazaro na tajiri tunaposoma pale tunaona kulikuwa kuna utengano. Na wale ambao walikuwa kwenye mateso na wale walikuwa kwenye pumziko. Sasa wale walikuwa kwenye mateso ni mahali ambapo alikuwa yule tajiri. Tunaweza tukasoma baada ya kutoa ufafanuzi, na pia kuna mahali palikuwa pa pumziko ambao Wakristo wote walikuwa hapo. Sasa kwenye waraka ya Petro anasema kwamba Yesu pia naye alishuka kwenda kuongea na wafungwa waliokuwa wamefungwa huko. Sababu kipindi kile, kwa sababu Yesu alikuwa bado hajafa, yaani sadaka bado haijatolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, walikuwa wote wanaelekea huko, lakini wao walikuwa kwenye pumziko, wao walikuwa mautini. Unaona? Kwa wale walikuwa mautini, wakajikuta wanaendelea kubaki huko kwenye adhabu. Lakini wale ambao walikuwa katika waliokuwa wakimtegemea Mungu kama kina Ibrahim, kina Isaka, kina Yakobo, kina Lutu, kina Elia, Elisha, manabii na watumishi mbalimbali. Hao walikuta saa inakuja, ndo saa yao ikafika, wakafufuliwa na Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Ishaami nami naambia saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu. Kwa sasa ni wakati ule na saa inakuja wakati huo mbeleni, ambao hiyo ndo tunaongea sasa ni unyakuo kwa kifupi. Taelezea pia kwenye Wakorintho wa kwanza 15 tutakapoenda kusoma. Anasema na wale isikia watakuwa hai. Kwa wale ambao waliokufa katika Bwana, hakika wataweza kuisikia sauti ya Bwana Yesu atakapoita njooni. Njoo uwe hai uwe mzima. Kama ambavyo kipindi kile makaburi yalipasuka, watakatifu wa zamani walitoka kuzimu, wakaenda kuwa pamoja na Yesu, wakaingia paradiso. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunafunuliwa kwamba mtumishi wa Bwana, hichi kisa cha ajabu. Unaona? Kufufuliwa kwa wafu. Yesu mwenyewe anaitamka. Anaweka na hakika. Kufufuliwa kwa wafu kupo. Maisha hayaishii kwa mwanadamu pale anapokufa, mtumishi wa Bwana. Unanielewa? Kulikuwa tunaamini zamani kwamba sisi ni mwili tu. Na pia kwa sababu ni mwili tunafundishwa katika elimu ya dunia kwamba namna kuutunza mwili, jinsi mwili ulivyotengenezwa, una system za aina gani, na miundombinu za aina gani, tunafundishwa zote. Mapigo ya nini, mfumo wa damu, mifumo yote ya mwili, yani mfumo wa mishipa, misuli, mifumo ya chakula, yote tukawa tunafundishwa kana kwamba sisi ni mwili. Na namna kuitunza mwili, namna kuipumzisha, yote tulifundisha. Lakini unapokuja katika kumjua Yesu, unakuja kugundua kwamba sisi wanadamu hatuishii katika mwili peke yake. Sisi ni roho na nafsi zinaishi ndani ya miili. Kwa hiyo roho yako wewe hapo ni kama mwili wako wa roho, unaona? Yaani roho kama roho yako, yaani una sehemu inaitwa roho na pia una sehemu yako inaitwa nafsi. Sasa nafsi tutayozungumza siku moja kwa mapana yake zote hizo. Lakini kama ushaisikia tatoja kuelezea zaidi, lakini naamini unafahamu kidogo, unaona? Ambayo ina akili yako, ina hisia yako, yale yako, matamanio na mengineo. Kwa hivyo vitu mtumishi wa Bwana vimebeba katika nafsi yako. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana tunapoongea katika Yohana 5 mstari 24 mpaka 29 naendelea, unaona? Tunakuja kugundua kwamba Amina anasema kwamba wale watakaoisikia sauti ya Mungu watakuwa hai. Anasema 26, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Yaani Yesu anajitambulisha kwamba yeye pia ni Mungu. Unaona? Wote ni kitu kimoja. 27, naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu, na Mungu akampa mwana kufanya hukumu kwa sababu wote ni Mungu. Anasema mstaajabia maneno haya kwa maana saa yaja ambao watu wote waliomo makaburi wataisikia sauti yake. Hao ni Wakristo. Kwa waliokuwa makaburini kipindi kile ambao waliokufa katika Bwana Yesu alipofuka walisikia sauti ya Bwana akafufuka naye. Itakuwa ni uzuri niisome haya maandiko. Unaona 29 nasema nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo na wa hukumu. Kwa hiyo 29 utaiona mwishoni tunapoenda kusoma. Kwa mtumishi wa Bwana pata akili hapo.
Nataka tuingie katika kipengele kingine, waesa kabla kuingia katika Korinto, unaona? Nataka uone kile kisa cha Lazaro na tajiri. Na hiyo sehemu unaona ambayo inaongelea kwa habari ya Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Ambao tunaona kabisa kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ambapo kulikuwa kuna tajiri, kuna sehemu kulikuwa ambapo kulikuwa kuna Lazaro. Unaona? Na kipindi hicho kabla Yesu alipofuka, unaona? Alipoenda kupaa mbinguni, alipaa pamoja na watu katika sehemu inaitwa paradiso. Kumbuka Yesu alipokuwa pale msalabani alimwambia mwizi, siku asema ukifa utakuwa nami paradiso. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kiingereza ni paradise, unaona? Nasema kwa mbwembwe kidogo kwa sababu ni pazuri sana. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wakatoka kule kuzimu walikuwa wamefungwa, wakaenda paradiso. Bwana Yesu asifiwe. Na hata leo wako hapo. Wanasubiri saa ambayo itakayokuja, yani kurudi kwa Yesu. Parapanda sauti ya Bwana, parapanda itakapolia, kunyakuliwa na sitaenda kunyakuliwa naye. Huko ni kufufuliwa kwa wafu, mpendwa. Naomba niendelee kwa katika hiyo sehemu ambayo ilikuwa inaongea kwa habari ya Lazaro, unaona? Naanza nasoma katika Luka 16 kuanzia mstari wa 19, nitaendelea mpaka unaona? Mstari wa 31. Biblia inasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi, anasema hivi, rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Na alikuwa akitamani kushibishwa kwa makando alianguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa akaja akamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliinua macho yake. Alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, mtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala wale wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba mtume nyumbani kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niendelee 28. Kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii na wawasikiliza. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akaambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata mtu akifuka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana, unaona hicho kisa unakiona uzuri sana. Ulikuwa kusoma mwanzoni ni kama hadithi, lakini hiyo sio hadithi. Hicho ni kisa cha kweli. Yesu alikuwa anaelezea palikuwa na mtu mmoja tajiri na maskini. Lakini Yesu anajaribu kuongea hatima ya kila mmoja katika hivi vipengele ya maisha ya duniani. Ndugu yangu, usije tukajidanganya kwamba maisha yanaishia duniani. Kwa hiyo kufanya kila ulifanyalo kuwa tajiri peke yake na usimwishie Mungu, hatari yake ni kama huyu tajiri. Sababu alisema huyu tajiri alikuwa amevaa nguo za zambarau, alikuwa nguo za heshima, nguo za utukufu, na nguo za kifalme. Na alikuwa pia anakula katika starehe kweli kweli. Inawezekana alikuwa akila anatapika na kula, yani anaweza anakula kwa ndio hivyo. Maisha yake yalikuwa ni mazuri mno. Lakini kwa kuna mtu ambaye maisha yake yalikuwa sio mazuri. Yani alikuwa ni matana, alikuwa ni maskini. Alikuwa anaitwa Lazaro. Alikuwa na umaskini mkubwa sana, unaona? Alikuwa anaumwa na mavidonda, unaona, hawezi kujitunza mwili wake, na pia alikuwa pia na uhaba wa chakula. Alikuwa unaona? Alikuwa anafika sema atamani, alikuwa kimwangalia tajiri alivyokuwa kwa anasa, atamani basi hata wale anaoanguka basi ampatie. Unaona, yake tajiri alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hajali watu kabisa, alikuwa hana huruma. Alikuwa anaruhusu hata mbwa wake aende kalambe vidonda. Unaona? Huyu maskini, kitu ambacho sio kizuri. Yaani alikuwa hajali kabisa. Kwa sababu Mungu aliona vyote hivyo. Pale ambapo huyu tajiri itakuwa aishi ampende jirani yake kama nafsi yake. Huyu tajiri alikuwa hajali, anaishi tu kwa anasa, anachojali tumbo lake starehe, mwili wake ufurahi. Kwa hiyo baada ya kifo, kila mmoja akafariki. Lazaro na yeye alikuwa anamtegemea Mungu. Malaika akamchukua
huyu Lazaro akampeleka kwenye kifua cha Ibrahimu akapumzike. Unaona? Na walikuwa wote sehemu moja kuzimu. Tumesoma hapo mtumishi wa Bwana. Sababu unaona kulikuwa kuna ufa ulikuwa umetengenezwa ambao ulikuwa upande wa Ibrahimu asiweze kwenda upande wa wale watu wa kwingine. Lakini tunaona sehemu ambapo tajiri alipowekwa kule kuzimu, kumbe kuna sehemu ya mateso na kuna sehemu ya mapumziko. Watu watakatifu wote waliokufa katika Bwana walikuwa katika sehemu ya mapumziko. Alikuwa ni mapumziko kiasi kwamba Lazaro akaweka hata kifuani mwa Ibrahimu apumzike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu tajiri aliyekuwa sehemu yenye mateso makali, ambapo hapo anataja palikuwa pana moto mkali, na hapo panapotajwa palikuwa hapana hata tonye la maji. Yaani ni sehemu ambapo watu wana njaa, wana kiu kali, wana mateso, wanaungua, wanakaangika, wanaiva, wanachomwa. Sasa nikisema kaangika ni kama kuna mafuta. Basi sema wanachomwa kwa moto, wanaunguzwa haswa. Inabidi waishi maisha hayo endelevu kila siku. Alikuwa anachoma kiasi kwamba akasema kwa haya mateso hata ndugu zangu wasije. Wafanye juu chini, wasiishi maisha anayoishi mimi. Unaona? Ikiwezekana, unaona? Mtu atoke huko kwenye wafu aende. Lakini baadaye ndio kunaona kuna mazungumzo pale, hata angetoka watu wafu aende. Usitegemee kama watu walio hai hawasikilize. Usitegemee hata mtu akisema kwamba anatokea kuzimu kwenye mateso, okokeni, hawatakubali. Unaona? Kwa hiyo ombi lake likashindikana. Lakini kama ambavyo Lazaro alikuwa kwenye mateso makali, alikuwa na kipindi kile alikuwa duniani, anakuwa na njaa, anakosa hata chakula, tajiri anashindwa hata kumhurumia, na vile maisha yake akajikuta hata kupewa kitone cha maji tu. Mateso alivyokuwa makali, mtu anataka kitone arizike tu, hata hitaji maji mengi, tone tu, lakini hata hiyo hakupewa. Kwa hapo ninasoma hapa, naona nisome 21, naona 22. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. 23. Basi kule kuzimu alainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani kwake. Kwa tunaona mateso, tunaona sehemu ya mateso na pia tunaona sehemu ya wapi? Ya pumziko. 24. Akalia akasema, baba yangu, baba Ibrahimu, nihurumie. Sasa hivi huyu tajiri amefika sehemu mateso ni makali na ni endelevu, anataka huruma. Akasema, mtume Lazaro achove ncha ya kidole chake maji aburudishe ulimwengu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Unaona sifa ya pili huko alipokuwa ilikuwa ni sifa ya mateso, sifa ya moto. Unaona ni sifa ambayo ya tatu ni hakuna maji, kiu. Kumbuka Yesu ndio maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kule kulikuwa hakuna maji, kwa sababu Yesu katika ulimwengu wa roho ndiye maji. Na kama Yesu alitambulisha nuru, kule hakuna nuru, ni giza. Unaelewa? Kwa Yesu kama ndo kila kitu, nuru, chakula, maji, furaha, burudani, amani, yote vilikuwa vimetoweka sema alipokuwa, ndio maana ilikuwa ni mateso. Unaona? Na ni mateso kiasi kwamba, unaona? Alikuwa sasa hivi, unaona? Anatamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani sana afarijiwe. Nikisoma katika 25, Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka kwamba wewe uliopokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. 26. Na zaidi hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja huko. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizia na 28, 27, 28. Unaona? Akasema, basi baba, nakuomba mtume nyumbani kwa babangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Kwa hiyo huyu mtajiri alikuwa anaona yale mateso, anarudia kusema mahali hapa pa mateso. Unaona? Lakini Ibrahimu anatoa ufanuzi, bwana, sisi kati yetu na sisi kuna shimo. Hakuna namna ambayo mimi naweza nikavuka kwako na kwako huwezi kuvuka kwangu, kwa sababu Mungu ameweka hivyo. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, jaribu kupata maarifa kwamba, unaona, kuna sehemu mbili mtu anaweza kaenda mwisho maisha yake. Kuna kwenda katika pumziko, kuna kwenda katika hukumu. Unaona? Kwa hapo tunaona Yesu Kristo anafundisha kwa habari, ipo pumziko ya milele na ipo hukumu, yani ipo mateso ya milele. Kwa hiyo sasa hapo mtumishi wa Bwana tunaongea kwa habari ya kuzimu.
huko nitakuja kwenye hukumu ya milele. Unaona, lakini hapo ulikuwa nipasema ita kuzimu, kwa kuna kuzimu ya pumziko na kuzimu ya mateso. Unaona, huko pumziko kuna kufarijiwa, ambao alisema Lazaro anafarijiwa. Yuko kwenye kifua cha Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, hapo tuliposoma nilikuwa nimegusia kwa yule tajiri. Lakini nilikuwa nimegusia pia kwamba Yesu pia Kristo alipokufa akashuka kuzimu akaenda kuwahubiria wafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaendelea mtumishi wa Bwana. Hiyo eneo nilikuwa natafuta ni Petro wa kwanza mlango wa 3 kuanzia ule mstari wa 18 tutasoma mpaka 20. Biblia anasema kwamba kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, bali roho yake akahuishwa, ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoni, siku za Nuhu safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtumishi wa Bwana, naona hapo iko kipengele nimekisoma, naona jinsi ambavyo Yesu alishuka. Unaona? Alisema aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Nasema ambapo aliendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona mtumishi wa Bwana anasema ambao kwa aliendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Kwa pale Yesu akahubiri, wakaamini imani, basi wakatoka katika ile kuzimu ya pumziko, kwa wakaenda paradiso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo natamani hicho kitu kielewe. Nilikuwa nimejaribu kusoma maandiko kuthibitisha hichi ninachokisema ili uwe na maarifa. Unaona? Kwa leo naenda kuingia katika ufafanuzi wa kina zaidi kwa habari ya kufufuliwa kwa wafu. Unaona? Hapo nimezungumza kupitia maneno ya Yesu, nimegusa vitu vingi ambavyo ni vizito na vitu vingi ambavyo vilikuwa vimejificha. Kwa kufufuliwa kwa wafu ni kipengele ambacho kipo na ni cha muhimu. Na kipo na yani kishatokea na kinakuja tena. Kwa hiyo Paulo pia anaelezea kwa kiundani katika Wakorintho wa kwanza 15 ambao wakati nilikuwa nafundisha somo la batizo, nikasema bwana kuna kipengele inaitwa kufufuliwa kwa wafu tutakuja kufundisha, ndo hiki hapa sasa. Naanza mstari wa 12. Anasema basi ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba amefuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama wafu? Kiama wafu ni kufufuliwa kwa wafu. Lakini kama kuna kiama wafu, Kristo naye hakufuka. Tena kama Kristo hakufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tumeshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufuka. Na kama Kristo hakufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti iletwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu iletwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobadilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Na sharti amiliki yeye hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, kwa kuwa alivitiisha vyote alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiisha vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiisha vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Kwa maana kama wafu hawafufuli kamwe, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi kwa nini tumo hatarini kila saa? Maana naam ndugu, kwa huku jisifu kwangu niliko nako juu yenu katika
Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wale kule Efeso, nina faida gani wasipofufuliwa wafu? Na tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena haya niwafedheheshe. Lakini baada ya mtu kusema, wafufuliwaje wafu, nao huja kwao mwili gani? Ewe mpumbavu, ipandayo haiwiki usipokufa, nayo ipandayo haipande mwili ule utakao kuwa, ila chembe tupu, ili ikiwa ni ngano au nyingineyo. Lakini Mungu ipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kila maafu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa katika mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, na roho pia uko. Ndivyo ilivyokuwa. Maana mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Ndivyo ilivyoandikwa zamani. Maadamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi na udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye udongo, ndivyo alivyo wa udongo. Kama alivyo yeye mbinguni, ndivyo alivyo wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye mbinguni. Naam ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, na wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Anasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, tutabadilika kwa dakika moja, fumba na fumbua. Wakati parapanda mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Na mshale huu uharibikao uwe kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, ndipo litapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imeweza kwa kushinda. Kuwapi ewe mauti kushindwa kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe mponyaji atupatiaye kushinda kwa Bwana Yesu. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazie sana kutenda kazi za Bwana sote, kwa kuwa mnajua kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tumesoma hapo katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 58. Tumisha Bwana tuanze kuipitia mstari kwa mstari. Mnatumia sasa hivi naona nitumie pia na muundo wa kwenda mstari kwa mstari kama utampendeza Mungu. Ingawa kuna mstari mwingine naweza nikaunganisha kama inaongea kitu kimoja, na naweza nikaunganisha kuongea jambo moja. Tutaanza mstari wa 12 kwa kusoma tena, alafu tutaichambua kiundani kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mstari wa 12 pale katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 15, na unasema, basi ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba afufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama maafu? Anasema hivyo. Unaona? Lakini kwa mujibu wa maandiko, unaona? Kiama maafu ipo. Bwana Yesu asifiwe. Imeandikwa katika Mathayo, tusome tu kidogo. Kiama maafu ipo sababu Yesu Kristo yaani kiama maafu katika lugha nyingine ni kufufuliwa kwa wafu. Kwa anasema mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kufufuliwa kwa wafu? Yesu Kristo ndio mfano wetu wa kwanza kabisa, kwa sababu yeye kwa maandiko huko mbele tuliosoma, yeye ndio limbuko, yani ndio matunda ya kwanza, yani ndio mwanzilishi wa watu kufufuliwa. Kwa kama Yesu alikufa na sisi hapa alikufa kafuka, na sisi pia tunachukua mfano Yesu. Kama alivyofuka na sisi pia tunafuka.
Kwa hiyo tufungue wote katika hiyo Mathayo mlango wa 28. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10. Tutapata vitu vya kujifunza hapo kupitia kifo cha Yesu na kufufuka kwake. Na unajua ingine yani ni elimu ambayo tunaifahamu jinsi ambavyo Yesu alikufa. Lakini kwa ambaye ni mgeni kabisa ni vizuri usome tukajifunza, lakini ambaye unaijua unaweza kupata maarifa zaidi. Tunapokuwa tunasoma kitu fulani au tunaunganisha na mistari mingine, tunapata wigo mkubwa wa kuelewa. Yaani elimu yetu inakuwa inaongezeka upana. Sasa kumbuka, hii sio elimu ya dunia ambayo unaitumia ambao unakuwa unapata elimu, labda utaitumia kwa ajili ya ujuzi fulani itakusaidia sehemu fulani. Kumbuka hii ni elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu bwana ni tofauti kidogo, ni tofauti kubwa sana, sio kidogo. Elimu ya Mungu inatupa kujua, yenyewe ni kanuni ya maisha ya mwanadamu. Kama Mungu alisema kitu fulani katika jambo fulani, ndivyo maisha yanaenda hivyo hivyo kama alivyosema. Mungu ndiye aliweka jua, ndio maana jua linakwenda hivyo. Mungu aliweka mwezi, akaambia mwezi utafanya hivi na hivi na hivi, na ndivyo unafanya. Akaambia mwanadamu ambao aliumbwa kwenye udongo utaishi hivi na hivi na hivi. Na ndivyo inavyofanyika hivi. Kwa hata na mambo tunayosoma hapa, kama Mungu aliweka vitu vile hivyo, huwa ibadiliki. Sio, unanielewa? Kinyume na hapo inaweza kaitwa ni uchawi, inaweza kaitwa ushirikina, nguvu za giza. Kinyume cha hapo ni kutenda dhambi. Sio, unanielewa mtumishi wa Bwana? Na kama Mungu ameweka hivyo, Mungu anasababisha dunia iende hivi. Na ukishafahamu hivyo, ndivyo unatoka mwenyewe. Ukishafahamu jinsi vitu vinavyoenda katika kanuni zake. Yaani neno, yaani kanuni kama, yaani nikisema kanuni mtumishi wa Bwana, yaani kwa Kiingereza tunaita principle. Yaani kanuni ni kwamba ni utaratibu ambao haupindiki, labda Mungu mwenyewe ukimwomba na anaweza kaupindisha. Mfano mzuri ni kwamba nimetoa mfano wa jua. Jua ina utaratibu, inachomoza muda fulani saa 12 asubuhi na inachomoka, yani inapotea saa 12 jioni. Lakini jinsi jua ambayo inaofanya tuye kuona hata siku moja mzunguko wa jua unaacha kuzunguka vile katika utaratibu. Na kuna kitu tunaona kuna sehemu moja, kuna mtu mmoja alifanikiwa kuisimamisha jua kwa masaa kadhaa. Unaona, na ilikuwa ni kwa kusudi maalum na alimwomba Mungu. Na kwa sababu alisimama katika nafasi, aliomba Mungu katika, alitamka akiwa katika uwepo wa Mungu, ile jambo likatimia vile vile. Unaona, lakini alivyomaliza kazi yake, Mungu akarudisha ule mzunguko kama ilivyokuwa mwanzoni. Sio, unanielewa? Kwa Mungu ndo ambaye anayeratibu kila kitu. Huyu shetani naye muona anayepindisha vitu, anafanya watu waende kinyume. Ni kwamba yeye anafanya katika mipaka neno la Mungu. Ni lazima apate kibali kutoka kwa Mungu. Lazima anachokifanya kiwe ndani ya mpaka wa Mungu. Ndio maana maandiko yanaweka wazi, watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Unapokosa maarifa ya neno la Mungu, unakosa kujua kanuni za maisha jinsi zilivyo. Sasa adui yako au adui yetu anajua hizo kanuni ndani nje. Anajua kanuni vizuri kiasi kwamba ana uwezo wa kupotosha watu. Anapotosha watu katika kanuni za uongo. Kanuni za uongo ambazo zinafanya watu wamkosee Mungu. Na watu wanapokaa hapo bila kujijua, wanaishi kwenye hukumu ya Mungu mpaka siku ya mwisho ambapo wanapohukumiwa ndipo wanagundua kumbe nilikuwa ninadanganya. Kumbe nilikuwa naishi kwenye kinyume na kanuni hizi za Mungu. Leo hii ninahukumiwa milele, leo hii ninahukumiwa kama ile tajiri alivyoishi. Unaona? Kuna kanuni Mungu anataka tuishi, lakini yule tajiri alikuwa hazingatii hivyo. Anazingatia kanuni zake zingine au anajiangalia mwenyewe. Kwa Mungu amekaa kimya. Lakini tunaposoma neno la Mungu, tunajifunza hizi kanuni. Hizi kanuni ndizo ambazo zinabeba maisha ya watu. Kama hapo leo ninafundisha kanuni ya kufufuliwa kwa wafu. Shalom. Kwa hii kanuni ipo na itakuwepo, na Yesu anaweka wazi. Ilikuwepo, unaona, na itakuja kuwepo. Unaona? Kwa hiyo naifundisha wewe ujue. Kwa hiyo kitu kipo na itakuwepo. Dunia inaweza kaongea mambo mengi sana. Sio kuna evolution, sio kuna science. Vitu vingi ambavyo vinavyofundishwa vingi ni uongo. Unaona? Vingi ambavyo vinafundishwa kama vinavyothibitisha maandiko ni uongo. Unaona, lakini kama vitu vinafundishwa kwa ndani ya maandiko vina ukweli. Unanielewa mtumishi wa Bwana? Kwa sababu hiyo, hii ni kanuni inaitwa kufufuliwa kwa wafu ipo. Na kanuni nyingine tunataka kujifunza ni hukumu ya milele. Lakini tumekwisha kujifunza kanuni ya kwanza, wokovu. Tumekwisha kujifunza kanuni ya pili ambayo ilikuwa ni imani kwa Mungu, au na pia nyingine ni ubatizo, na nyingine tumejifunza kanuni ya kuwekewa mikono. Unaona, kuwekewa mikono ili kupata Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naita Roho Mtakatifu kanuni ya kuwekewa mikono. Na hii ni kanuni ya 5 inaitwa kufufuliwa kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Na zingine zitakuja. Kwa hiyo nitakuja hukumu ya milele, tutakuwa tumaliza kurasa ya kwanza, mafundisho ya kwanza ya Kristo. Baada hapo tunakuja mafundisho
ya undani, ya ndani ya Kristo, unaona? Kwa Kiingereza inaitwa the deep things of God, unaona? Mafundisho ya ndani yako mengi. Tutakuja kanuni ya maombi, tutakuja kanuni ya utakatifu, itakuja kanuni ya kuna wengine atatagusia mambo ya ndoto, itakuja kanuni za, kwa kweli masomo ni mengi. Kuna kanuni ambazo nitafanyaje? Nitashirikisha na watumishi wengine wazifundishe. Viko vingi sana. Unaona, kwa zote hizi ni kanuni mbalimbali. Tutakwenda. Nimetaja hizo haraka haraka kwa sababu nasukuma sana zifundishwe, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo vinafanyika kila siku. Kwa mfano nimetaja ndoto. Ndoto kila mtu anapata. Lakini kwa nini haieleweki? Yaani kwa nini mtu ana ndoto? Kumbe kuna kanuni Mungu ashaiweka. Na ndio maana ndoto zipo. Huko sitaki kwenda. Kwa hapa ni kufufuliwa kwa wafu. Tulikuwa tumesoma mstari wa 12. Tutasema mstari wa 12 tunapata kufahamu hii kanuni kiundani ya kufufuliwa kwa wafu. Tunajifunza kwanza kwa Yesu. Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa 10 nasemaje? Hapa tunajifunza jinsi Yesu ambavyo alivyokufa akafuka, akiwa ndo mwanzilishi wa hii kufufuliwa kwa wafu. Na ndio maana akaongea vile, amin naambia, unaona? Kwa hiyo naenda katika Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa 10 nasema, hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Sura 3. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake kama meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akaambia wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, maana amefuka kama alivyosema. Njooni patazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi kaambia wanafunzi wake, amefuka katika wafu. Tazama atangulia kwenda Galilaya, ndiko utakapomwona. Nimekwisha kuambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi. Wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao, akasema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akaambia, msiogope, nendeni mkaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakako niona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo tunaona kipengele ambacho jinsi ambavyo Yesu alivyofuka. Bwana Yesu asifiwe. Na alifuka siku ya Sabato, siku ya Bwana. Nao ni somo lingine tena kulifundisha mtumishi wa Bwana. Tutafurahi sana tukija katika somo ya siku ya Bwana. Nini maana siku ya Bwana, siku ya Sabato? Na alifuka katika siku hiyo maksudi na maana yake. Unaona? Kwa hivyo pambazuka siku ile, unaona, siku ya kwanza ya juma, unaona? Kwa Sabato hivyo kwisha, unaona, pambazuka siku ya kwanza ya juma, kwa walivyoenda kaburini wanakuta tetemeko kubwa la nchi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Hilo tetemeko kubwa la nchi likasababisha, hilo tetemeko kubwa la nchi ilikuwa inaashiria kitu fulani, unaona? Lakini kwa inaashiria kwamba Yesu Kristo amefuka. Unaona, sasa malaika ashoto mbinguni akaja akaviringisha ile jiwe, akalikalia. Na wale wakapashwa habari za Yesu kwamba Bwana, nendeni mkaambie, unaona? Wale wakawaambia wanafunzi wake waliotangulia waende Galilaya, watamwona huko. Kwa hiyo wamefurahi, kwa mwanzoni waliogopa, kwa wamefurahi. Na pia wakakutana na Yesu vile vile. Na Yesu akaambia, Bwana, kama ulivyowaambia akawaambieni, kuthibitisha yale maneno ya malaika, maana wote ni watumishi. Kwa mtumishi wa Bwana huyu Yesu, sio tu kwamba alifufuka, habari zake zilifanyaje? Yaani habari zake zilitangaza malaika, lakini yeye mwenyewe akathibitisha. Kwa Yesu tunamwona hapo anafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 13 wa Korintho wa kwanza mlango wa 15. Nao nasemaje? Lakini kama hakuna kiama afu, Kristo naye hakufuka. Kwa sema kwa lugha nyingine, lakini kama hakuna kufufuliwa kwa wafu, Kristo naye hakufuka. Lakini hapo tumesoma Kristo amefufuka. Tusome Mathayo 27, tunaendelea tu kuongeza wigo upana maarifa. Unaona? Mstari wa 27 nasema ni Mathayo mlango wa 27 mstari wa 50 tunaenda kusoma mpaka ule 53. Maandiko yanasema, na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka, vipande vilitoka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, na leo kisha kutoka makaburini mwao. Nao mstari wa 53, nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu,
wakawatokea wengi. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana, kufufuliwa kwa wafu kupo. Na Yesu alisema na sasa ipo. Saa inakuja na sasa ipo. Kwa hiyo sasa ipo tunaona hapa. So Yesu tu alifuka pekee. Yesu alifuka na pamoja na watakatifu waliolala. Nilikuwa haya ndo maandiko yanayothibitisha hicho kitu nakwambia. Unaona Yesu anakuwa na mwanzilishi. Unaona wa kufufuliwa kwa wafu. Kwa Yesu Kristo alikuwa ndo mtu wa kwanza aliyefufuka. Wakaja na Wakristo ambao waliofuka wa zamani. Ambao naambia Yesu akashuka akaja kuhubiri wafungwa na wale wafungwa wakaja kufuka naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumisha Bwana elimika hapo katika hilo andiko ambalo nimekukupa. Unaona? Katika huo mstari wa 13 tunaona kabisa naomba tu nisome hapa. Labda nianze pale nchi ikatetemeka 51. Na tazama pazia la hekalu likapasuka pande mbili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka. Inawezekana pale Yesu alipofuka pale, unaona nchi itatemeka ndo pale miamba ikapasuka. Kumbuka kwa kuna jiwe kubwa liliviringishwa, unaona na ikiwa kama au basi na miamba kabisa kapasuka. Inawezekana walikuwa wamewekwa huko watakatifu wa zamani. Kwa hiyo kama kuna kitu kwa kinazuia sitoke, kwa hiyo kikafunguka. Makaburi yakafunuka. Walikuwa wamezikwa watakatifu wengi waliokufa, unaona makaburi yao yakafunuka, unaona baada hapo ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Lakini hapa anaweka mstari wa 50. Na waliokwisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake. Kwa hiyo baada ya Yesu kufuka. Sio kwamba alifuka kabla. Unaona ni baada ya Yesu kufuka nao pia wakafuka. Asema wakaingia mji mtakatifu wakawatokea wengi. Kwa hiyo sasa ipo na kweli waliona hichi tukio. Miili ya watakatifu wengi walifufuka. Bwana Yesu asiwe. Kwa mtumishi wa Bwana anapata maarifa katika hilo jambo. Kwa hiyo tunaendelea katika mstari wa 14, tunaendelea kupata maarifa mazito, maarifa yaliyotukuka. Nao anasema, tena kama Kristo akufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na anajaribu tu kuonesha katika Yohana 14 mstari wa 1 hadi wa 5 anasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu na makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena na wakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Bwana. Hapo mstari wa 14 anasema tena Kristo akufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Lakini mtumishi wa Bwana Yesu Kristo alifuka na sio tu alifuka, akapaa mbinguni. Na alisema kwamba anaenda kutuandalia makao. Na kama isingelikuwa hivyo angetuambia, lakini ametuambia huko naenda kutuandalia makao yangu, makao yako, na ipo siku atakuja tena kuja kuchukua. Unaona? Kwa hiyo saa ipo inakuja ambao hakika wafu watafufuliwa. Ambapo Yesu akija kuchukua tutakuwa naye milele na milele. Kwa hiyo niendelee Bwana. Hapo sasa nagusia kidogo kwa habari ya kitu kinacho kurudi kwa Yesu. Sababu Yesu anakuja kuchukua mimi na wewe. Tunaendelea mstari wa 15. Tunaendelea kujifunza mstari wa 15 nasema hivi. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Kwa hiyo tuangalie huu ushahidi, unaona kama kwa ni ushahidi wa uongo kweli, lakini ni mashahidi wa kweli. Tunashithibitisha katika Luka mlango wa 24 mstari ule wa 45 mpaka 51. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akaambia, ndivyo ilivyoandika kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia kwanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Niendelee mpaka 51. Na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvike uwezo utokao juu. Akaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki akajitenga nao akachukua juu mbinguni. Wakamwabudu kisha akarudi Yerusalemu mwenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Bwana. Naona haya maneno kidogo yanagusa sana. Naona hakika walikuwa na furaha kuu, lakini hapa nathibitisha kwamba hawa ndio Mungu aliowateua kuwa ni mashahidi wake. Na akaambia wabakini waende Yerusalemu, wabakini mpaka atakapokuja Roho Mtakatifu. Kwa hapa nathibitisha kwamba Paulo alikuwa anaongea katika mstari wa 15 kwamba na sisi tumekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, lakini walimshuhudia Yesu kabisa amefufuka.
kwa macho yao. Unaona? Kwa hapo tunashuhudia sasa wenyewe kwa macho yao walimwona Yesu akipaa kuelekea mbinguni mbele ya macho yao. Sio tu kwamba alifuka akaishi na pia akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaendelea mstari wa 16. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufuka. Kwa hiyo nilikuwa narudia kwamba katika ile Mathayo 27 mstari wa 50 mpaka 53 tunaona jinsi ambavyo wafu wa kale walivyofufuliwa. Kwa hiyo tunao ushahidi kamili kabisa, wakaonekana wakatembea katika mji. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaondoka na Bwana. Mstari wa 17. Nasemaje? Na kama Kristo hakufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Kwa hiyo naomba tu niongeze kitu hapo katika haya maandiko. Unaona katika Petro wa kwanza. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 24. Tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa hiyo anasema kwamba mstari ule wa 17 tuliosoma, anasema na kama Kristo afuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Lakini tunashukuru Mungu kwamba Yesu anatuko kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu hakika alipigwa, Yesu hakika alikufa, na kwa kufa kwake alifia dhambi, kufuka kwake tukawa hai, katika haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu yote anayemwamini anahesabiwa haki. Na hiyo kwa sababu nahesabiwa haki kwa sababu yeye alikwenda akawa hai. Haleluya, alifuka. Kwa hiyo tunaendelea mtumishi wa Bwana. Mstari wa 18 tunaendelea kujifunza mtumishi wa Bwana. Nasema hivi, na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Nilikuwa nimepata andiko nzuri ya kuisindikizia hiyo. Unaona? So, hapo anasema kwamba ni kama wanasema hivyo basi hata waliolala, yani waliolala katika Kristo wamepotea. Lakini tunafahamu kwamba katika Petro wa kwanza, sema ni Ufunuo 14 mstari wa 13, nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Hilo ni andiko ambalo natukumbusha kwamba ipo heri, yani ipo baraka kufa katika Bwana. Maana kuna pumziko zuri sana nalo kuja. Walipata pumziko wale watakatifu wa zamani walipokuwa pale ambapo walikuwa pametenganishwa kuzimu ya pumziko, kuzimu na mateso. Na hata wale wafao katika Bwana, unaona? Wapo paradiso sasa hivi, unaona? Na nyakati zinakuja ambao Wakristo watakuja kutawala pamoja na Yesu kwa miaka 1000. Tutaizungumza muda sio mrefu hapo. Na baada hapo, baada ya kipindi hicho kizuri sana, miaka 1000, unaona? Baada ya kipindi cha miaka 1000 inakuja kipindi kinaitwa ambao Wakristo watakuja katika mbingu mpya na nchi mpya ambapo wataishi pamoja na Yesu milele. Kwa mtumishi wa Bwana, ni jambo la heri sana kuwa katika Bwana. Kuanzia sasa na kuendelea, ni jambo la heri sana kumshika huyu Yesu. Ninatoa kama utangulizi wa vitu ambavyo tutazungumza baadaye. Uzuri unapokuwa unasikiliza na kuwa na kuhamasisha na kupa kitu cha kuendelea yani unajua Bwana Yesu asifiwe. Kuna duniani wanazia lugha anasema kwamba wanakupa sijui ni trailer unaona, lakini nakupa kama utangulizi kwa kile kinachokwenda kuzungumza na ni kitu kinachofaa. Na hicho kinaambatana na hicho cha kurudi kwa Yesu. Kwa mtumishi wa Bwana, nilikuwa nimesoma hapo katika mstari wa 18. Pale sema na hawa waliolala katika Kristo wamepotea. Kwa mtumishi wa Bwana, watu wa Mungu waliolala katika Kristo, unaona? Katika Yesu wana heri. Kama ilivyosoma katika Ufunuo 14:13, unaona? Ipo heri kwa sababu kweli wanaenda kupumzika na ni pumziko zuri sana. Na ni mambo ambayo tutaenda kuyajua huko, Mungu ataenda kufunulia. Bwana Yesu asifiwe. Naenda mstari wa 19, Biblia inasema hivi, kama katika maisha haya tu tumeutumaini Kristo, inasema sisi tu maskini kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuna utajiri ndani katika Kristo. Niseme katika Mathayo 5 mstari wa 3 anasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Tumisha Bwana, tumeamua yani Ukristo ni kupoteza. Nasema Yesu anasema kwamba ufalme wa Mungu unafanisha mtu ambaye aliuza vitu vyake vyote, aliona kuna lulu nzuri sana ndani ya shamba. Akaamua auze vitu vyake vyote apate ile shamba kwa ajili ya ile lulu.
Bwana Yesu asifiwe. Ni maandiko ambayo yani ni sisi hapa tunapoteza kila kitu kwa ajili ya kitu kimoja, lakini hicho kitu kimoja ndio kila kitu, ambayo ni Yesu Kristo. Ukimpata Yesu umepata uzima, yani umepata kila kitu. Umepata ufalme ambao ni wa milele. Ufalme ambao unakushughulikia wewe na mambo yako sasa hivi na ambayo yajayo. Utakuwa na pumziko la milele la kudumu. Kwa ni jambo jema kuwa na Yesu katika maisha yako, kumtegemea, kumwamini. Ni jambo la heri sana kuwa na Yesu. Kwa hiyo tunaendelea kuhusu ufufuo na uzima, naendelea kupitia mistari baada ya mistari, na lengo langu hasa ni kukupe maarifa. Kadiri unavyokuwa na maarifa ukisikiza hii session, yani hili somo, ukitoka hapo unakuwa ni mtu mwingine. Akili yako inabadilika kabisa. Unaona mtumishi wa Bwana? Unapoona kitu kizuri, na afu kakipokea ukakielewa. Yaani ukija kukaa baadaye unakuja kila kitu kuhusu kinabadilika. Kwa sababu Mungu amekujalia kusikiliza haya, nao pia yani wewe lazima ubadilike. Ni kama Musa alivyokuwa anavyomtazama Yesu au Mungu kwa muda mrefu alivyokuwa katika siku 40 kule katika mlima Sinai kipindi kile ametoka Misri. Kumtazama kwa muda mrefu anaongea naye, hakujijua kwamba ule utukufu Mungu alikuwa anaangalia na ukao umehamia usoni mwake. Kitendo anakuja kuongea na wana Israeli, anashangaa Musa, lakini mbona angaa hivyo tukuoni? Unatuumiza. Wanakaja gundua ule utukufu ambao alikuwa anaona kwa Mungu nao umehamia kwake. Kwa hiyo Musa akajikuta amekuwa mtu mwingine. Na yeye pia unakuwa mtu mwingine. Unapokuwa unasikiza maneno ya Mungu yanakutakasa. Biblia inasema katika Yohana umetakasika kwa ile neno. Unaona eh? Maneno anasema nao kwambia unakuwa unatakasika. Na ile utukufu wa Mungu unakujaa na wewe. Kwa mtumishi wa Bwana, unapokuwa unasikiza unakuwa unabadilika. Unaona kama ambavyo ukijifunza vitu vya shuleni, kwa mfano ukajifunza mambo ya ufundi. Mwishoni unakuwa ni fundi, huyo yani kama unajifunza ufundi bao seremala. Baadaye unakuwa ni seremala, ndio umebadilika hivyo. Kujifunza vya Mungu unaona kuwa unadaka unakuwa una uungu ndani yako. Kwa niendelea. Sura 20. Lakini sasa Kristo amefuka katika limbuko lao waliolala. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana limbuko? Nitafafanua tu ile andiko unaona. Limbuko maana yake ni matunda ya kwanza yanayopatikana katika shamba. Unapokuwa umelima, unaona mtumishi wa Bwana, yale mazao kwanza yanayojitokeza kabla shamba zima kujaa mazao, yale ndo yanaitwa malimbuko. Kwa Kiingereza inaitwa first fruits, lakini kwa Kiswahili tunaitwa limbuko neno moja. Kwa hiyo limbuko ni mazao ya kwanza. Sasa yale mazao ya kwanza unaona katika shamba. Sasa shamba yenyewe naongea hapo ni wokovu. Yesu Kristo, yani shamba wokovu au kufufuliwa kwa wafu, yeye alikuwa ndo mtu wa kwanza au ndo wa kwanza mwanzilishi. Yeye ndo alikuwa ndo limbuko. Tumekuwa tukisoma hapo, tumejifunza. Kwa nikupe na mstari mwingine, Kolosai 1:18. Haupa ufafanuzi kidogo ya hili limbuko nalo liongelea. Tunaenda kupitia katika Kolosai 1:18 nasema hivi: naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Hiyo ndio maana limbuko. Limbuko naongelea la nini? Waliofufuliwa katika wafu, yani kiama wafu au kufufuliwa kwa wafu. Naona akiwa ndio kichwa cha mwili, yani kanisa, kichwa cha kanisa. Naye ni mwanzo, yani alfa, mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba mtangulizi katika wote. Kama kuambia ni matunda ya kwanza, yeye ndio limbuko letu katika kufufuliwa kwa wafu au katika wafu waliokufa katika Bwana. Kwa hiyo tunaendelea mstari wa 21, anasemaje? Kwa maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama wafu ililetwa na mtu. Haleluya. Kwa hiyo nisifafanue mimi kwa maneno yangu. Hebu tupitie pamoja Warumi mlango wa 5, mstari ule wa 12 na pia 18. Inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Anasema mstari wa 18 naruka. Unaona? Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Hii ndio maana limbuko. Kwa kupitia Adam, tunaporudi sasa kwenye ule mstari wa 21, nasema kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama wafu ililetwa na mtu. 22, kwa kuwa kama katika Adam wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa.
Unaona Yesu alikufa akafuka. Katika Adam unakufa, lakini katika Yesu unaona ukawa mwana wa Mungu utauishwa. Ndio maana ni lazima mtumishi wa Bwana uzaliwe mara ya pili. Unaona hivi, ndio maana hiyo ni masomo ya kwanza. Ndio maana tulianza na vile vingine vya nyuma. Usipozaliwa mara ya pili unakuwa ni mtu wa kwanza Adam, ambao huyu ana hatima yake ni kufa na kuelekea jehanamu. Ukiwa katika hiyo asili ya mtu wa kwanza, lakini ukipokea asili ya mtu wa pili ukazaliwa mara ya pili ukawa mwana wa Mungu, wewe mtumishi wa Bwana sio hamfanani. Unaona ingawa wote mna mbili inaofanana, lakini katika roho hamfanani. Wewe uko hai. Unaona kwa hiyo Yesu atakuhuisha, utafufuliwa tena kuingia katika pumziko lake milele. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitasoma katika Yohana 5:21. Natamani tusome wote mlango wa 5 mstari 21. Maana kama Baba awafufua wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Kwa wale unapokufa katika Bwana, hakika Yesu atakuhuisha, sababu wewe ndiye uko pamoja naye. Yesu anasema asiye pamoja nami yu kinyume changu, asiyekusanya pamoja nami utapanya. Hilo kuna andiko nasema hivyo, menukuu kama ilivyo. Unaona kwa usipokuwa pamoja na Yesu uko kinyume yake, lakini unapokuwa pamoja na Yesu unaona unapokuwa uko pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo ukawa uko katikati, kwa lazima uwe pamoja na Yesu au uwe kinyume naye. Kwa hapa tunazungumza kwa habari za huyu Yesu ambaye alikufa akafuka, ambaye yuko hai mpaka leo hii. Anatusema unaona, na pia anatushuhudia ndani yetu kwamba anataka tumtumikie na mengineo. Kwa hiyo niendelee. Unaona katika mstari 22 naenda 23, nirudie tu 22. Kwa kuwa katika Adam wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wataisha. Naruka 23. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Kwa anapoanza, lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Kwa hapa anakuja kutambulisha kitu kizuri kinachokuja. Unaona anataja, anagusa kile ambacho kiliguswa huko, lakini sasa na saa inakuja, wafu watafufuliwa. Na hapa anaongea kitu hicho Mtume Paulo katika hizi waraka yake. Tunaposoma katika waraka kwanza wa Korinto, unaona hii ni barua, anasema katika waraka kwamba lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, kwa mwanzilishi ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Kwa Yesu alienda kuwatandalia makao, lakini ipo siku anarudi tena. Kwa nini maana yake? Sura 23 inafafanuliwa vizuri na Wathesalonika wa kwanza, hiyo kurudi kwake itakuwaje. Tumekuwa tunaona mlango wa 4 mstari wa kuanzia 13 hadi 23. Kwa mtumishi wa Bwana, naomba unisikilize hapo, ni kitu kizuri sana nachoenda kusikiliza. Unaona kwa hili jambo ambalo nataka uliangalie vizuri. Unaona siku atakapokuja ni maandiko ambayo ni maarufu, wewe na siku hii napenda kusoma sana kwenye misiba. Naona hadi mtu mmoja kwa anamshuhudia mtaani, anasema hii maandiko nayajua, alikuwa ni mtu wa dini ya dini nyingine tuseme tu, lakini dini ya wale wanaovaga kofia wale. Na ni wako wengi sana hapa Tanzania. Nilikuwa atashuhudia akasema tunaisikia sana hii mistari, naijua, nasikika sana kwenye misiba. Kwa hiyo mara nyingi inatumikaga kufariji, lakini pia inaongea kuhusu kisa kikubwa maalum sana ambacho hichi ninachokiongea kuhusu kufufuliwa kwa wafu. Kwa tusome kuanzia mstari wa 13. Lakini ndugu, hataki msijue habari zao waliolala mauti, waliolala katika Kristo, msije kahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao hao waliolala katika Kristo, katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Kwa mtumishi wa Bwana, Yesu aliposema kwamba saa inakuja ambao walio katika wafu watafufuliwa, ndio hii. Unaona Yesu amekwenda kutuandalia makao. Unaona kwa wale wote waliolala katika Bwana. Unaona siku ile Yesu atakapokuja,
na wale waliokuwa hai watakaokuwa wamesalia, yani mimi naye, inawezekana Yesu kama akarudi kesho au hata muda huu tunavyoongea unaposikiliza, wakati unaweza ukakuta kwamba wakati uko umesalia, Yesu atakapoamua sasa kuja, ataishia mawinguni, ataishia kwenye mawingu, hata kuja duniani akatua moja kwa moja. Kwa hapo tunaongea kurudi kwa Yesu, na nigusie kidogo. Kurudi kwa Yesu kuna sura mbili, mtumishi wa Bwana. Kuna kipengele cha kwanza ambapo anaishia mawinguni, na kipengele cha pili ambapo anakuja miguu yake inatua hapa duniani na atakuja kutawala duniani. Kwa kipengele ambacho nachokiongea cha kwanza ni hichi ambacho atakuja, ataketi, atakuwa mawinguni. Unaona, ambapo sasa ikiwa mawinguni pale, unaona, kwa sauti ya malaika mkuu, kwa sauti ya parapanda, matarumbeta yanatangaza kurudi kwake. Unaona, kwa waliolala katika Kristo Yesu, waliokufa katika Kristo Yesu, wao yani sisi ambao tukaokuwa hai katakwenda kumlaki Bwana hewani, tunapoenda kunyakuliwa, yani kutoweka tu kwenda kumlaki Bwana hewani, hatutatangulia waliokwisha kulala mauti. Wao pia watakuwa wamekwisha kufufuliwa, tutakuwa pamoja nao. Unaona, kwa wote tutakuwa pamoja kwenda kumlaki Bwana hewani. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hiyo ndipo utakapokuja mwanzo wa ukurasa mpya, dunia, hukumu ya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hukumu ya dunia ndio inapoanza, ambao dunia itahukumiwa. Maandiko yatakuja kuifafanua vizuri. Unaona, hichi kitu ambacho ndio inaongea kuhusu siku ya Bwana. Sasa tutajua kama nitaigusia hapa kwa sehemu maandiko yake, lakini ipo siku tutakuja kuongelea kwa kirefu hichi ambacho nachoenda kuhusia. Ni kitu ambacho ndo kinachokuja wakati katika kalenda ya ufalme wa mbinguni. Dunia imefika mwisho, na ndio maana inaitwa siku za mwisho. Kwa hiyo nabii tu nigusie walau kwa sehemu fulani. Inaweza sio kubwa sana, lakini ni pazuri ya kutosha, kwa sababu utakuwa umesikia kitu ambacho hata mwenyewe ukikizingatia hicho tu, unaona, ni tayari ni mwanga wa kutosha kukusaidia wewe hapo kujiweka tayari kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Kwa hapo tunapoongea ni kwamba katika hiyo mstari wa 18 kwamba 14 samani tuliosoma, maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafuka, vivyo hivyo nao hawa waliolala katika Yesu Mungu ataleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika Bwana katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Nasikia hiyo? Kwa hiyo ni ufufuo wa kwanza. Unaona? Huo ni ufufuo wa kwanza, lakini kwa wale ambao waliokuwa na Yesu wataenda kumlaki Bwana hewani. Kwa nimetaja neno ufufuo wa kwanza. Unaona? Kwa sababu tunaenda mstari wa 24 katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Anaendelea mstari ule nisome mpaka mstari wa 28, kuanzia mstari wa 24. Maana sharti amiliki yeye hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtishia vitu hivyo hayumo. Basi vitu vyote vikiisha kutishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe na atatisha chini yake yeye aliyemtisha vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nitaenda kusoma maandiko ambayo taanza katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango ule wa 19, kuanzia mstari wa 19 mpaka ule wa 21, na tutaingia katika Ufunuo 20 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 10. Maandiko yanasema, kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo waladanganya watu wale walioipokea ile chapa huyo mnyama, nao waliosujudia sanamu yake.
au yule akatupwa angali hai katika ile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba nyama zao. Inaruka mlango wa 20 mstari wa kwanza hadi wa 10. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye funguo za kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie, na baada hayo yapasa afungue muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 itapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, wakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka toka mbinguni ukawala. Na ile Ibilisi mwenyewe kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na ile nabii wa uongo, nao watateswa mchana usiku hata milele na milele. Maarifa aliyoko hapa mtumishi wa Bwana hapa inaongelea ile siku ambapo ile hukumu inapokuwa inakaribia. Yani, na ilikuwa amesema kwamba Yesu kwenye ule ufufuo wa kwanza ambao watakatifu wataenda kumlaki Bwana hewani, wataenda kumlaki Bwana hewani kwa kunyakuliwa. Na waliolala katika mauti nao pia watafufuliwa, nao pia wataenda kumlaki Bwana hewani. Kwa ule ufufuo wa kwanza utakaokuwa umetokea kwa wale waliolala kwanza katika Yesu. Unaona? Hapo ilikuwa nimesoma ni kipindi ambacho kutakuwa kuna hukumu ya Mungu juu ya dunia, juu ya watu wote ambao walikuwa wanamchukiza Bwana. Hiyo hukumu itakuwa juu ya watu wa duniani, itaanza katika nyumba ya Mungu, baadaye itakuja duniani. Sasa pale tunaona hukumu ambayo inafanyika juu ya dunia, ambapo ili sasa Yesu aje kutawala dunia kwa miaka 1000. Kwa hayo ni matukio ambayo yameainishwa yatakayotokea, ambapo kutakuwa kuna mkusanyiko wa watu kuja kufanya vita, na Yesu mwenyewe anakuja kuangamiza hawa watu ambao waliokusanyika kwa ajili ya kufanya vita, anataja kufanya vita, na kisha Yesu atakuja kutawala haya yote katika yote. Na baadaye tunaona katika miaka 1000 hapo tunaona kwamba katika ile hukumu kuna mtu ambaye anaitwa nabii wa uongo, kuna mtu anaitwa mpinga Kristo, wote au yule msamani wametumia neno mnyama na nabii wa uongo, watakamatwa, watatupwa katika ziwa la moto. Unaona? Hiyo ni mambo ya hukumu ya milele sasa. Lakini atakayebakia ni Shetani. Yeye Shetani atafungwa, atapewa kifungo maalum cha miaka 1000, atatupwa katika shimo la kuzimu, atafungiwa huko, akae anyamaze, asifanye chochote kwa miaka 1000. Kwa baada ya miaka 1000 kupita, ndipo atakaporuhusiwa kufunguliwa tena aje na kudanganya. Baada hapo sasa inakuja hukumu ya milele mbeleni huko. Kwa mtumishi wa Bwana, ninaomba ufahamu kwamba ni muhimu sana una sehemu katika ufufuo wa kwanza, ili mauti pia inakuwa haina nguvu kwa waliofufuka kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtumishi wa Bwana, mimi na yeye tunaaswa sana tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Tuwe na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kama ukilala katika Kristo Yesu, ukifufuliwa, hongera. Kama endapo ukiwa umesalia kama mimi na yeye tukisalia, basi tutaenda kunyakuliwa na Bwana hewani. Kwa hiyo tujiandae. Kujiandaa kwako ni kuishi maisha hakika kumpendeza Mungu. Kujiandaa kwako ni kuenda, ni kuwa na maisha ambayo nikisema mpendeza Mungu, uwe mtakatifu kwa 100%. Unazingatia kanuni, maagizo ya Mungu, unafuata kama alivyo. Unakuwa hauna doa lolote, umekamilika kila saa. Unapokosea unatubu, unakuwa msafi muda wote.
Kwa hicho kitu tuna asa mimi na yeye. Nikirudi katika maandiko tuliosoma katika 24-25, anasema hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Kwa tunaona kuna kipindi Yesu anapokuja kutawala, mwishoni kabisa atabatilisha, ataondoa hizi falme zote za duniani na mamlaka yote na nguvu. Na anasema 25, maana sharti amiliki yeye. Kwa Yesu atakapokuja atabatilisha hizo falme zote, alafu atamiliki yeye na kutawala. Ndio miaka 1000 inayokuja. Hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Kwa zile falme ambazo zilikuwa zinampinga, watampinga, wote ataweka chini ya miguu yake. Watakuwa wakimtumikia mwana wa Bwana. Na kitu kingine cha ajabu kinachotokea katika mstari wa 26, adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kipindi hicho cha miaka 1000 unasoma hapo mwenyewe. Adui ambao unaposema adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Mauti kwa muda mrefu imekuwa ikitesa, yani ndo mwisho wa maisha wa mwanadamu, lakini wakati huo hakutakuwa na kifo tena. Watu hawatakufa katika kipindi cha miaka 1000. Watu watakuwa hai wakijaza nchi mpaka miaka 1000 ipite. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtumishi wa Bwana, ukiwa na sehemu katika ile mfuo wa kwanza, unaona tutakuja kutawala pamoja na Yesu kwa miaka 1000. Hakutakuwa na mauti, unaona, hakutakuwa na magonjwa, sababu Yesu ndiye atakuwa amebatilisha. Unaona 27, kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake. Aina atakaposema vyote vimetishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtishia vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikisha kutishwa chini ya miguu yake, ndipo mwana mwenyewe atatisha chini yake yeye aliyemtishia vitu vyote, ili kwamba Mungu ayote katika yote. Kwa baada ya miaka 1000 kutawala, kuna wakati sasa nikawa kwambia kuna kuja nchi mpya na mbingu mpya. Unasikia pale Mungu atafanya maskani yake pamoja na watu wake. Unaona, ambao labda ndo Mungu anachotaka mwishowe. Kama ambavyo tunaonana uso kwa uso, tunaongea, tunapiga stori, naye Baba naye anataka hicho. Kwa utafika wakati, na kama nimekosea naomba unisaisha, lakini ninaamini Biblia inasema Mungu atafanya maskani pamoja na watu. Atakuwa anaongea nao uso kwa uso, Mungu Baba mwenyewe. Sio, unaelewa? Kwa hiyo mwishoni tutakuja baada ya miaka 1000, kwa kuna kitu kizuri nakuja. Biblia inaitwa nchi mpya na mbingu mpya. Hapo nimegusia kitu ambacho ni kikubwa sana, ambacho tutakuja kufafanua siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu atakaponijalia, kama nitaita hivyo ni sawa. Lakini naamini umepata kitu hapo, mtumishi wa Bwana. Hiyo mistari ninayokusomea ni mingi sana, lakini kule nitafafanua vizuri sana. Lakini hapo umepata kitu ili uweze kufanya nini? Kujengwa na kuimarika. Inaendelea mstari wa 29. Kipengele kingine hiki ambacho sasa ambayo inakuja kufafanua kitu ambacho tulikwisha kuzungumza, lakini nitagusia tena sababu ni vizuri vyote vigusiwe, yani ungane na ile somo lililopita. Inasema hivi 29, au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Kwa maana wafu hawafufuliwi kamwe. Kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Unaona? Hii mstari wa 29 naomba niunganishe na Warumi 6. Tulisoma hapa soma mstari mmoja, Warumi 6 mstari wa 3 mstari wa 3 mpaka 5. Anasema hivi, amfahamu kwa sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo na sisi tunaenda katika upya wa uzima. Kwa huo ubatizo tunaofanya, yani tunapoenda kuzamishwa ili tuzaliwe mara ya pili na kuibuka, tunaungana naye katika ile kifo na kufufuka kwake. Kwa ubatizo inakuwa inafanya badiliko la mtu wa ndani, yani roho zetu zinatoka mautini zinaingia uzimani. Kwa unakuta mtu katika mwili yuko vile, lakini roho yake imekuwa imebadilishwa. Tunatoka kuwa watu waliokufa bali tunageuzwa kuwa wana wa Mungu, watu walio hai. Kwa unakuta ubatizo nao unaungana na hiki na kufufuliwa kwa wafu. Kwa ni kitu ambacho Mungu alikusudia namna ubatizo isababishe mabadiliko ya mtu wa ndani, ambao ni mimi na wewe, kuwe hai. Unaelewa? Lakini ipo inakuja saa inakuja ambao Yesu mwenyewe atafufua miili, lakini hii miili itabadilika. Tutasoma hapo, unaona? Kwa hapo anaongea kuhusu ubatizo ambao unafanya mtu kuzaliwa mara ya pili kuwa na badiliko la ndani moja kwa moja. Unaelewa? Ule mtu ndani, roho zetu zinabadilika, zinakuwa hai. Lakini kuna hiyo nasema ufufuo ambao mtu mwili umekufa, umelala kama umeoza, sio umechoma moto vyovyote. Lakini Yesu ataifufua katika miujiza
watakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikienda mstari wa 30 na 31, na sisi kwa nini tumo hatarini kila siku? Kila saa. Nisome mpaka 31. Naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Bwana wetu, ninakufa kila siku. Hii ni kwa nini anasema hivyo yuko hatarini kila siku, na kwa nini anasema hivyo? Basi mpata maandiko ambayo yanaambatana ili anachosema, kwa sababu Yesu alisema kisha kusema katika Marko 8 mstari wa 34 mpaka 35 kwamba akawaita makutano pamoja na wanafunzi wake, akamwambia, mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya kazi za Mungu, nakuwa kuna hatari saa zingine, kwa sababu kuna mateso Yesu alishaahidi kuudhia, unaona. Kwa hiyo kuna ile hatari inakuwepo juu ya maisha yetu, lakini Biblia inasema furahini, unaona. Siku zote furahini. Jua kabisa majina yenu yameandikwa mbinguni. Tunapokuwa tunapita shida, tunapita katika hizo hatari kila saa kwa ajili ya Bwana. Unaona, unaweza ukaenda kwa mtu kumhubiria akakufukuza, akakujeruhi. Na lolote atakalofanya unapaswa tuwasamehe. Kwa hiyo ipo hatari. Lakini tunafurahi pale ambapo mwingine tunamshuhudia anampokea Mungu, unaona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomfuata ni kazi ya kujikana kila siku, kujitwika msalaba wetu na kumfuata. Na kujitwika hilo jukumu Yesu aliyotupa na kuifanya. Kwa hiyo ina hatari yake, unaona. Nenda mstari wa 32. Nasemaje? Ikiwa kwa jinsi ya binadamu nalipigana na hayawani wale wakali kule Efeso, nina faida gani? Wasipofua wafu na tule na tunywe, maana kesho takufa. Najua Paulo alifika sehemu alipata shida kwa ajili ya Injili, yani hatari aliyokutana nayo. Hiyo hatari aliyokutana nayo ambao alipata huko Efeso, alipigana na hao hayawani, ni watu fulani ambao walifanya vurugu ya kutisha sana, ambayo ilikuwa ni hatari, mpaka mwenyewe akawa anaishuhudia. Anasema hiyo vurugu ilitokea katika, tutasoma katika Matendo 19:23 hadi 41. Kabla sienda huko, pia katika Korinto wa pili tulisome na natenda hiyo katika Matendo ya Mitume. Korinto wa pili mlango wa 1:8, Paulo anasema, ama maandiko anasema, maana ndugu hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Kwa hiyo kuna hatari na kuwepo katika kufanya kazi za Mungu, lakini tusiogope, tusitishike. Unaona? Ingawa kuna katishwa tamaa, lakini roho zetu zafanya upya kila siku tunapokuwa tunaenda kwenye maombi. Miili yetu ni dhaifu. Unaona, ndio maana inakata tamaa. Unaona? Inakosa nguvu, lakini roho zetu kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa maombi tunahuishwa, tunapata nguvu. Na hiyo udhia ambao unaosemea iko katika Matendo ni mstari mrefu, lakini mizuri nawe ujue, kwa sababu nataka upate maarifa. Ujue nao pia alipitia nini? Kwa nini alisema hivyo? Kwanza mstari wa 23 hadi 41. Paulo anasema hivi, wakati huo kukatokea ghasia si haba katika habari ya njia ile. Unaona? Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya hekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hawa pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu toka katika kazi. Tena mnaona na kusikia kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema kwamba hiyo inayofanywa katika mikono sio miungu, si kwamba kazi yetu, kasema si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi, kuhesabia si kitu na kuondoa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na ulimwengu wote umwabudu. Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, tena Efeso ni mkuu. Mji wote ukajaa ghasia, wakaenda mbio, wakaingia mahali pa mchezo kwa nia moja, wakisha kuwakamata Gayo na Aristarko, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Na baadhi ya kuwa sio walio rafiki zake wakatuma watu kwake, wakimsihi
kudhurishe nafsi yake ndani ya mahali kwa michezo. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka chafuka, na wengi wao hawakujua sababu ya kusanyika kwao pamoja. Wakamtoa Iskanda katika mkutano wa Yuda, wakimweka mbele ya watu. Iskanda akawapungia mkono akitaka kujitetea mbele ya watu wale, lakini walipotambua kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote kwa sauti moja kwa moja, kama kwa sauti moja kwa muda wa kama saa mbili, akisema Artemi wa Efeso ni mkuu. Na karani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu akasema, enyi wanaume wa Efeso. Na 41, ni mtu gani asiyejua kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi aliye mkuu na wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, imepasa kutulia, msifanye neno la haraka haraka, kwa maana mnaleta watu hao wasioiba vitu vya hekalu wala kumtukana Mungu mke wetu. Basi ikiwa Demetrio na mafundo walio pamoja naye wana neno juu ya mtu, baraza ziko na maliwali wako na washtakiane. Bali mkitafuta neno lolote katika mambo mengine, yatatengenezwa katika kusanyiko lilo halali. Kwa maana tuna hatari ya kushtakiwa kwa ajili ya matata haya leo, ambayo hana sababu, na katika neno hilo hatutaweza kujidhuru kwa mkutano. Alipokwisha kusema haya, akauvunja mkutano. Haya mahayawani anayosemea Paulo, kama sijakosea, atakuwa ni haya mashtara alikuwa anaabudiwa huyo Artemi wa Efeso, ambao anasema alikuwa mkuu. Unaona? Hao walikuwa ni waganga, kina Demetrio pamoja na wenzake walikuwa wanafanya kazi ya uganga. Kwa walikuwa wanategemea, unaona, huyu Mungu mke huyu apatie riziki yao, na walikuwa wapata riziki kwa uganga wakimtumia huyu Mungu mke, huyu sanamu ya Mungu mke, unaona, huyu Diana, Artemi, kwa Kiingereza inaitwa Diana. Kwa sasa alikuwa akimtegemea. Unaona, kwa sasa mashetani yalivyoguswa, yale mashetani yakasababisha mji mzima wake moto, unaona, yani kama kujihami, kwa sababu alikuwa wamekwisha kuwakamata. Unajua, niseme kitu kingine, tunapokuwa katika imani, mtumishi wa Bwana, kuna maeneo fulani unakuta watu wamesimamisha vitu, wanahisi wamesimamisha vinyago, lakini wamesimamisha pepo ambaye anaitawala ule mji. Ana nguvu kiasi kwamba kufanya mji mzima bila au kujijua, kuingiwa na hasira na ghadhabu, hata kutaka kuua watu kwa kitu ambacho hakina maana. Ndicho kilichotokea walipoenda kina Paulo kwenda kuhubiri Injili kwa Efeso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwamba wako hatarini kila siku. Na hata ikatokea ghadhabu, ameenda tu kusema kwamba hii kitu sio Mungu, ni miungu tu watu umetengeneza, mnafua, hamna kitu hapa. Mungu wa kweli yuko mbinguni. Yaani ukiligusa tu hilo kitu na alipata vurugu hajaiona. Na hadi mwenyewe akawa anaizungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Na hisi umepata kitu kuelewa hapo, mtumishi wa Bwana. Kwa nini Paulo alisema hivyo? Na tunaona ushahidi wake na uthibitisho. Unaona mji mzima unawaka, mzani fikiri yaani kinawaka kweli, panachafuka. Unajua hapa, ndo mwisho wetu. Hapa sasa kimenuka. Hapa sasa kibakuwa na kupigwa mapanga ishi. Lakini ndio mtu akatokea mwishoni akaituliza ile ghasia, akaongea maneno ya busara. Kwa hiyo kana ni utetezi wa Mungu ulikuja kwa ajili ya kuwatoa katika ile ghasia waliopitia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niendelee katika mstari wa 33. Sidanganyike mazungumzo ambayo haribu tabia njema. Tasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6 na 7. Nigusie kidogo, asema kujisifu kwenu si kusudi, mjue kwamba chachu kidogo ulichachusha donge zima. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutoa chachu, kwa maana Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, yaani Kristo. Kwa mtumishi wa Bwana, tunapokuwa katika mazungumzo mabaya kama ilivyotokea kule, kuna watu wengine walikuta wanachafuka. Unaona? Kwa hiyo tunapokuwa katika imani, tuwe makini sana na mazungumzo yetu yanakuaje. Yanaweza kukujenga imani yako au inaweza vivyo kurudisha imani yako. Unaweza ukatoa hofu kwa kitu ambacho sicho, ukakiamini, ukaishi nacho, kumbe ni udanganyifu wa shetani tu. Kwa mazungumzo unaokuwa nayo lazima yapime. Ukiona hana tija kwako, unapaswa kufanya nini? Uyaondoe, kwa sababu atakuharibia tabia njema uliyokuwa nayo. Haleluya. Tunaenda mstari wa 34. Anasema tumieni akili kama ipasavyo. Lakini kwa Kiingereza nilivyosoma hapa anasema arise in righteousness, yani nuka katika haki. Sasa sitakujua kwa nini kuna mapishano katika hili neno. Umesoma
tafsiri nyingi, lakini anasema wala msitende dhambi kwa maana wengine hamjui Mungu. Ninanena haya na wafedheshe. Unaona? Kwa hiyo tunaaswa hapa, mtumishi wa Bwana, tuwe watu wa kutenda haki, tusitende dhambi, kwa maana wengi wa watu hawamjui Mungu. Kwa hiyo kupitia sisi hapa matendo yetu ya haki na kutotenda dhambi itafanya nao pia watake kumjua ni kwa nini tuko hivyo, na kwa hivyo itasababisha watu kumjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe, na Yesu anatukuza na hata watu wakaokolewa wasitende dhambi. Warumi 13 mstari ule wa 11 nao pia tusome. Nasema amka katika haki, naam tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia, kwa maana saa ya wokovu, sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Kingine ni Efeso 5 mlango wa 14. Hivyo usema amka usingizaye ufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Kwa sababu amka katika haki, sio tumieni akili kama ipasavyo. Ninena mstari 35, lakini labda mtu atasema wafufuaji wa wafu nao huja kwa mwili gani? Unaona? Kwa hiyo nitatoa tu andiko linalofana na hilo katika nabii Ezekieli 37 mstari ule wa 3 hadi wa 5. Kaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wewe wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, waambie mifupa mikavu, jisikie neno la Bwana. Bwana Mungu aniambia mifupa hii, nasema Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Kwa Mungu anaweza kuisha, ndio maana kuhuisha, ndio maana ni ufufuo na uzima. Haleluya. Amina. Naomba niende mstari wa 36 wa Korintho wa kwanza 15 na tutasoma hadi 37. Pumbavu, uipandayo haiwiki isipokufa. Nawe upandao upanda mwili ule utakaokuwa, ila chembe tu. Sasa nawe upandao haupandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tu, ikiwa ni ngano au nyingineo. Nini maana yake? Maana yake ni hivi, naisoma katika Yohana mstari wa 12 mstari wa 24. Andiko matakatifu anasema, amin amin naambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake bila kufa. Anasema ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali kifa hutoa mazao mengi. Naendelea mpaka 26. Yeye apendaye nafsi yake ataangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu atausalimisha hata uzima milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo na mtumishi wangu atakuwa hapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Kwa hiyo ni kanuni kwamba alivyosema kwamba mpumbavu upandaye haiwiki isipokufa. Kuna kanuni kwamba chembe ya ngano unaona ikianguka chini isipokufa, unaona anasema noma simesha. Amin naambia, chembe ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo peke yake, bali kifa hutoa mazao mengi. Kwa hiyo kuna kanuni kwamba ya mbegu unapoangusha kwenye ardhi ili iweze kuchipua, unaona lazima ife. Kuna kanuni ya kufa katika mwili, roho yetu iweze kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya kuua mwili ili tuishe katika roho. Hiyo ni kanuni ya ubatizo. Maana tunaanza kuhusu ubatizo, unaona unapoenda kuzaliwa mara ya pili, kwa maana inaitwa kuzaliwa mara ya pili, tunaenda na tunaenda kupanda mwili, tunayua ili roho zetu zifufuke, ziwe hai. Sasa mnao ipandayo haupandi mwili ule utakao, ila chembe tu, ikiwa ni ngano nyingineyo. 38. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nasema nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Anasema saraba tena, kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ya duniani ni mbali. Fahari ya moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi. Fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama watu upandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Naomba niishie hapo kwanza. Tumisha Bwana, hapo tunaangalia jinsi ambavyo tunapoongelea katika huo ufufuo wa milele, ufufuo wafu, tunapopanda mileto
tunapozaliwa mara ya pili, wote tunakuwa tuna mwili mpya, lakini miili inatofautiana katika utukufu. Sasa hii inatokana na namna unavyompendeza Mungu, namna unavyomtafuta Mungu, namna unavyojibidisha Mungu. Ndio mtumishi wa Bwana. Kwa huwa zinatofautiana. Akatoa mfano wa mianga, kuna jua, mwezi na nyota. Mwanga, yani mianga alisema kwamba jua lilivyo ni tofauti na mwanga wa mwezi. Yani jua lilivyoumbwa na linavyotoa mwanga na tofauti na utukufu uliokuwa nao mwezi. Na hata nyota na nyota pamoja zote zinafanya kazi ya mianga, zinatofautiana. Vile vile na kufufuliwa kwa wafu. Unakuta huu mwili wa roho, yani ule mwili mpya, huwa kinachopanda, yani ule mwili ambao unasababisha kuwa watu wa Mungu. Kinachopandwa ni ule mwili wetu wa asili, ule mwili wa kwanza ambao unatokana na udongo. Kwa hiyo tunaupanda kupitia njia ya ubatizo, tunauzamisha kwenye maji, tunapoibuka tunakuwa tunafufuliwa katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mstari wa 43 44 naongea kitu hicho mpaka 40 na ngapi? Mpaka 45. Nisome. Anasema upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari, upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na roho pia uko, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuishi. Kwa mtumishi wa Bwana, tunaona jinsi ambavyo katika ule mtu wetu wa ndani tunaopanda ule utu wetu wa kale, alafu tunapata ule utu mpya ambao ni roho yenye kuishi. Ule mtu wa kwanza, ule mtu wetu wa ndani wa kwanza, yani roho yetu ya kwanza ndani inakuwa ni roho ambayo anachukua sura na mfano wa Adamu, lakini tunapozaliwa mara ya pili, ndio maana inaitwa kuzaliwa, yani anakufa huyo afa anaibuka. Tunapozaliwa mara ya pili tunakuwa ni roho yenye kuisha. Maana yake nini? Tunaposema ni roho yenye kuisha, tunakuwa tunaweza kuhuisha kupitia maombi, yani unakuwa hai kiasi kwamba Yesu asema katika Marko 18 Marko 16 na kuendelea, anaongea kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Sengine anasema mtakula vitu vya kufisha vitawadhuru, anasema mtanena kwa lugha mpya. Anasema pia kwamba sio tu kunena kwa lugha mpya peke yake, anasema mtafanyaje? Kingine itakuwa nini sasa? Kuna sema tutakanyaga nyoka na nge. Na vile vile anasema tutatoa pepo, yote hivyo. Kwa hiyo yote ni nguvu ya kuhuisha. Ni nguvu ambayo inatokana na ile kuwa upya. Tunapokuwa wana wa Mungu tunakuwa na nguvu za Mungu, nguvu za kiroho ambazo zinaratibu vitu katika ulimwengu wa roho, mambo mbalimbali. Unaona? Kwa hiyo mambo mbalimbali tutaongea uzuri katika somo la maombi. Tutatoa ufafanuzi tunavyohuisha. Tunatumia uhuishaji wetu kwa njia ya maombi. Tunahuisha vitu vingi sana. Unaona? Kwa hapo Yesu anatuambia tutanena kwa lugha mpya, tutatoa mapepo, tutaweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya, tutakula vitu vya kufisha vitatudhuru, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivi ni vitu vya ajabu. Kama Yesu alikuwa anavyovifanya, na vile vile sisi tunachukua sura yake. Yesu aliyekemea bahari kanyamaza, Yesu aliyetembea juu ya maji, na sisi tuna uwezo huo ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu huyo ambaye aliweza kulisha watu 5,000 bila kitu chochote, nayo inawezekana. Unaona? Yesu huyo ambaye alikuwa akitamka neno kwamba Petro nenda ukavue samaki utapata kodi, na hivyo tunafanya. Hiyo ni nguvu ambayo iko ndani yetu inayotenda kazi kupitia Roho Mtakatifu. Hiyo inawezekana pale ambapo ukipanda mwili wako asili kwa njia ya ubatizo ukafuka kwa mwili ulio hai, yani ukihuishwa kama mwana wa Mungu. Ndivyo unavyokuwa. Nasema ndivyo alivyo kwa waliokuwa katika Roho Mtakatifu. Ndivyo alivyo sisi tukishakuwa na Mungu umekuwa mwana wa Mungu. Kwa mtumishi wa Bwana ni jambo jema sana. Naona hii jambo naongea kuhusu kufufuliwa kwa wafu. Ni kanuni kabisa. Unapofufuliwa kwa njia ya ubatizo hakika unakuwa ni roho kuisha. Ile siku ambapo ukifa parapanda itakapolia, mtumishi wa Bwana fahamu kabisa naona hiyo siku mwili wako nao pia utahuishwa. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kuwa hai katika Bwana. Sasa hapo naongea mwili wa roho, naongea rohoni, na pia huu mwili wa nyama utahuishwa, utapewa miili mipya. Miili sio kuwa na uchovu na kuchoka. Hii miili itakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaendelea mtumishi wa Bwana mstari wa 45, ninaandika katika Yohana 5 mstari wa 21. Nataka tuongezee katika haya ufafanuzi.
Nasema hivi, maana kama Baba afufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana huwahuisha wale awatakao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niendelee kusoma kuanzia mstari wa 46. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi na udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo udongo ndivyo alivyo udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo alivyo wa mbinguni. Kwa hakuna naendelea tu mpaka 50. Na kama tulivyochukua sura yake yule udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemane haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Mtumishi wa Bwana, kama nilivyokuambia kwamba katika Yohana 3 katika masomo ya utangulia ubatizo, naomba nitumie maandiko zaidi kujibu kufafanua. Yohana 3 kuanzia mstari wa 3 mpaka 7 nasema hivi. Najibu hiyo akasema, ndugu zangu nisema na haya kuwa nyama damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Yohana 3:3 anasema, Yesu akajibu akamwambia, amin na kwa mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Unaona? Huo mstari wa 3 unaweka vizuri kabisa, usipozaliwa mara ya pili huwezi kurithi ufalme wa Mungu. Ndio maana damu na nyama haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, sababu ni wa duniani. Lakini unapozaliwa mara ya pili unakuwa ni wa mbinguni. Kwa hiyo una uwezo wa kuona uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni faida kubwa unapokuwa unabatizwa. Tulifundisha katika somo lililopita. Kama sitakosea kwa somo namba 2, fundisho namba 2, utapitia katika hii playlist ambayo nimeweka mafundisho ya kwanza ya Kristo. Kama ndio tulikuwa na mgeni unaisikiza mara ya kwanza, zipo nyuma tangulia, nafundisha kwa kina na marefu somo la ubatizo. Kinachokiongea hapa ni kufufuliwa kwa wafu. Kwa hiyo ubatizo unafanya kazi hiyo ya kufufua yule mtu ndani kuwa hai. Unaondoa katika mauti, unaingia katika uzima wa milele na kufanya kuwa mtu mpya katika ulimwengu wa roho. Lakini pia hapa tunaongea kufufuliwa hata kwa miili hii ya nyama kuwa hai tena. Tunaona kwanza alifufuliwa wale wa Kristo ambao kipindi kile Yesu alipofuka, na pia Yesu anataja kwamba ipo siku inakuja ambayo parapanda italia. Waliolala katika mauti watafufuliwa, na waliokuwa wamesalia watanyakuliwa tena kumlaki Bwana hewani, kama tulivyokwisha kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ufufuo mwingine unakuja ambao wa hukumu, ambao itakuja. Hiyo itaongea kwenye somo linalofuata kwenye hukumu wa milele. Kwa hiyo nimalizie katika hii mistari iliyobakia mpaka 58. Hapa niko mstari wa 50. Anasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Sasa alikuwa anatuambia siri, unaona? Lakini siri yenyewe ndio hiyo kwamba hiyo siku, naomba nisome kuanzia mpaka 52. Kwa dakika moja fumba na kufumbua wakati wa parapanda mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Kwa anaongea ile siku ile ambayo parapanda itakapolia. Anatoa ufafanuzi jinsi ambavyo na sisi tuliosalia miili yetu itabadilishwa. Huu mwili utabadilika pale pale, tutapewa miili ya mbinguni. Kwa 53 anaendelea kusema, maana sharti uharibikao uvae kutokuharibika, na huwa kufa uvae kutokufa. Basi uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huwa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo tutakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kwa mtumishi wa Bwana, ule unyakuo utakapotokea tutakuwa tufanya nini? Ondoa ule hali ya mauti, tutakuwa umekoma tangu. Kama ilivyosema kwamba adui wa mwisho katika ibadilisha ni mauti. Tutakapobadilisha miili hii, yule adui wa mwisho ambaye itaja ni mauti ataenda kubatilisha, anakuwa anabatilishwa kwa namna hiyo pale ambapo tunapovaa kutokuharibika moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtumishi wa Bwana, ni jambo la heri sana sana kuwa katika Bwana. Kuanzia sasa ni faida kwako, na kunachokuja mbele ni faida kwako milele. Kwa hiyo kunapokuwa na Yesu, hakika umepata kila kitu. Kwa hiyo 55 anasema, kuwape mauti kushinda kwako, wape mauti uchungu wako. Uchungu wa mauti ni dhambi, na dhambi na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi za Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua kwamba taabu yenu si bure katika Bwana. Mtumishi wa Bwana, naomba ufarijiwe katika haya yote ambayo tumesoma, tumejifunza, tumeshirikishana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Haya yote ambayo tumeongelea ni kwa habari ya kufufuliwa kwa wafu. Kwa mtumishi wa Bwana, natamani uelewe jinsi ambavyo hii somo la kufufuliwa kwa wafu ni muhimu sana. Ipo, unaona, maisha hayaishii pale mtu anapokufa na kwenda kaburini.
Pale ndo mwanzo wa maisha ya milele. Na pia huo mwili ambao tunapozika hauishii pale, utakuja kufufuliwa. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa kinakuja. Mungu hapotezi kitu chochote. Hatupa miili ili twende tukaizike kwenye ardhi. Tulipewa miili kwa sababu ina kazi kubwa huko mbeleni. Kuna miaka 1000 inakuja utawala ambao miili hii tutakuwa nayo, tutatawala pamoja na Yesu. Lakini mwili huo utakuwa ni sio mwili wa kufa tena ambao tulikuwa nao sasa hivi, utakuwa ni mwili ya mbinguni ni katika utukufu wake. Tutawala pamoja na Yesu kwa miaka 1000 na baada hapo utakuja kipindi cha nchi mpya na mbingu mpya. Kwa kuwa tayari mtumishi wa Bwana, saa zote muda wote Yesu anarudi. Kwa mtumishi wa Bwana, ninakupenda sana. Asante sana kwa muda wako. Mko ukimsikiliza mtumishi wa Mungu anaitwa John Redson. Yeye ni mwinjilisti. Tumekuwa pamoja kwa sababu ninakuomba mshike sana Yesu, ng'ang'ana naye. Yesu anakupenda, jiandae kwa ajili ya kurudi kwake, ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Naamini hapo kulichokusikia leo kimekuongezea kitu kikubwa sana. Hata mwenyewe niandaa haya maandiko, na mimi pia imenijenga, sababu kila siku unaposoma neno la Mungu nakuwa ni jipya. Kwa hata unapokuwa umesikiza, naamini umepata vitu vipya vingi, na hivyo unapojifunza haya kawafundisha wengine, waambie wengine wasome, wajifunze, wapitie hata link, watu watumie hii link waweze kujifunza. Sio kwa faida yako, ni kwa faida yetu yote. Tumepewa bure, tutoe bure. Hii ni elimu ambayo yamkini makanisa yafundishi. Kama kanisa lako lilishafundisha, hongereni, wabarikiwe. Lakini kama unaona makanisa yafundishi na kuna upungufu wa maarifa, tumia haya wafundisha wengine. Na kuna mwingine anakuja, kama nilikwambia kuna somo linakuja, nimalizia fundisho la 6, hukumu ya milele, ziweze kumaliza mafundisho ya kwanza ya Kristo, basi ndio tukwenda package yote inaishia hapo. Kwa hiyo atakuja mafundisho mengine mbalimbali tofauti. Lakini kama una maswali, unaweza kaandika katika comment section, uliza. Unaona? Taajibu Mungu atakaponijalia, unaona? Kwa hiyo twende hivyo, tumisha Bwana, mshike Yesu. Unaona? Mshike Yesu, jiandae kwa ajili ya kurudi kwako. Rudi kwa Yesu. Unaona? Tunataka wote tupatikane huko. Kuna kufufuliwa, Yesu anarudi, parapanda italia wakati wote. Nitapokuja kutoa elimu kwa habari ya ile siku ya 7, siku ya Bwana, nitaifafanua vizuri sana. Kwa nini tunasema siku ya 7, kwa nini siku ya Bwana? Tumisha Bwana, nashukuru sana kwa muda wako, na tamani tena tutaweza kusikia tena, utakuja wakati ujao, utasikiza na nyingine. Lakini pia niseme, kama kuna watumishi wengine wazuri Mungu amekuongoza, wasikilize. Usijifungie kwangu, usijifungie kwa mtumishi mwingine. Mungu yani Mungu ni mpana sana, anajaza dunia. Sisi na watumishi wake tuko mbalimbali. Inawezekana kama umesikiza hiki ukadhani ndio imeishia hapa, hajaishia hapa. Jifunze kwa wengine, wako wengi unatakiwa wasikie. Maarifa hajapewa mtu mmoja akakaa nayo, unaona? Maarifa tumepewa, unaona, kwa ajili ya kufaidiana. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine huku unachanganya. Na ndio maana basi kuna hizi online media platforms zinazo hizo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, zote zina kazi hiyo kusambaza maarifa. Kwa kama uko kanisani tuwasikia, basi utasikia hapa. Na kama ungesikia hapo, ungesikia sehemu nyingine. Na Mungu akubariki, tutakutana katujao. Mungu akupenda. Asante rafiki yangu kwa muda wako. Basi Mungu akubariki sana. Amen.